Pole sana amigo. Nilijua tu dokta. Dokta, ndio maana kwa style kuja kupima. Kwa sababu najifahamu kabisa mimi ni mwathirika. Mimi nimekufa. Mimi nimekuja hapa kwa ajili tu ya kufariji. Lakini najifahamu tayari. Mimi ni mwathirika. Tulia amigo. Nikupatie majibu yako. Majibu gani? Kuna majibu tofauti na haya ambayo najua mimi. Wewe ni mzima. Haujaathirika. Mimi? Okay, sawa. Inakuwaje mke wangu mimi yeye ameathirika afu mimi sio mwathirika? Aya, sawa. Mimi kwa upande wangu sawa. Vipi kuhusu Tausi? Amigo. Kuna wakati huwa tunakosea kutoa majibu. Nisamehe tafadhali. Nini? Unadhani hata kama nikikusamehe haitabadilisha chochote? Inaonekana hauna tatizo lolote. Daktari, kweli? Yeah. Na mfumo wako wa uzazi unaonekana upo sawa kabisa na hauna tatizo. Mungu wangu. Hongera. Mungu wangu. Sasa njoo pamoja na mumeo ili tuje tuwapime nyote kwa pamoja. Tunaweza tukabaini tatizo lipo wapi. Yaweza kuwa ni mumeo. Hapana, mimi mume wangu mzima. Mlishawapima pamoja? Hapana. Hakikisha unakuja naye. Sawa. Ukinihitaji nitakuwepo, na najua nikikuhitaji utakuwepo pia. Tausi wangu, maana urafiki ndivyo ulivyo. Na hapa leo bili yote kwangu. Mzee Pepe, nimekwambia bili ya leo ni juu yangu mimi. Wewe ukawii kutuachiaga madeni wewe. Sio leo Mzee Pepe. Leo nimejiandaa. Hivyo umesahau kwamba leo kuna tukio gani mzee mwenzangu? Hela unayo mzee Jomo. Hela unayo. Hebu niangalie vizuri. Wewe bwana wewe. Yaani wewe tatizo lako hapa. Uwezi au kawii hapa kutuachia. Sasa mbona kwanza leo chupa moja? Huyu mama Chilipa je? Yaani mara hii wameshamaliza. Mama Chilipa je?
Sasa mambo gani mapema yote hii? Mama, mbona chupa moja? Karibuni jamani wateja. Alafu sasa hiyo usiondoke nayo. Iweke hapo hapo kaandae na nyingine. Wewe bwana wewe utalipa mzee Jogoo, utalipa wewe. Nakwambiaje mzee Bebe, uwe na amani. Ikiisha ipo nyingi tu. Haya. Bwana bili yote kwangu. Tumeisha kubaliana mzee. Alafu mzigo wa leo hivi umeuona? Mama Chilipa. Huyu ndio Mama Chilipa ninayemjua mimi. Huyo ndio Mama Chilipa je sasa. Mama Chilipa je unatuweza? Shoga yangu, nimetoka hapa hospitali kupima. Shida nini shoga? Yaani nina furaha leo. Sina tatizo la aina yoyote. Wacha. Shoga yangu nimepima, niko sawa kabisa. Kwa hapo una kimuhemuhe, unafurahi ilioje? Shoga yangu kama kawaida yao. Nilikuwa na mashaka. Wacha. Sipati picha. Umeona mzigo? Ndio maana nilikwambia twende kwa Mama Chilipa je. Wewe ulikuwa unataka unipeleke sijui wapi. Umeona kitu? Alafu mzee Pepe, kuna kitu nimeambiwa hospitali mimi sijakielewa. Lipi? Naambiwa eti nirudi kliniki. Anasema eti mimi niende kliniki kweli? Hilo sawa. Kuna usawa gani hapo mzee Pepe? Mimi wa kwenda kliniki? Hilo ni sawa kabisa hilo. Halafu sasa, kabla ya hilo sasa, kesho kutwa sikuna gulio hapa. Ukumbuke kuanza kununua nguo za mtoto bwana. Hilo la maana sasa. Hapo ndipo ninapokupendeaga. Katika kijiji chetu wewe ndio msomi. Umenikumbusha jambo la msingi sana mzee. Darasa la 3. Somi mimi. Umenikumbusha mzee mwenzangu. Tena nitazikusanya, utanisindikiza. Sasa shoga yangu, wewe kama ni mzima. Na huyo mumeo je? Ila shoga yangu, leo umeongea pointi. Hata hospitali nao waliniambia hivyo, natakuwa na yeye nimpeleke aende akapime. Nijulikane. Mimi na yeye tatizo liko wapi? Mimi mwenzake niko vizuri. Ila na yeye sasa nataka kwenda akapime tujue mwenzangu. Sasa basi. Mfano, ushapima mpaka hapo ni mzima. Ukikuta huyo mmeo una tatizo, utamfanyaje? Shoga yangu, shehe wangu mimi hana tatizo lolote. Naamini 100%. Tena nishakwambia kabisa, habari za kumtaja mume wangu sitaki. Yaani hapo ndo unaponikorogaga. Sitaki kabisa habari zako na mume wangu. Sitaki. Yatapita tu lakini. Sasa kwenye swala hilo la kliniki sasa, hakikisha kama wamesema unakwenda siku ya Jumanne, sawa? Saa 12 umeshafika pale, uwe wa kwanza. Sasa mzee, mimi ndio na funguo. Kwa sasa hivi mzee mwenzangu Jogoo, kwenda kliniki ni jambo la msingi. Mzee Pepe, hayo mambo ni ya kike. Mbona sisi zetu hakukuwa na hayo mambo? Ndio maana sasa hivi hayo mambo yenu ya kwenda kliniki magonjwa nikana kuona una akili na wewe, kumbe ndio wale. Yani wewe unataka sasa kutibua na furaha yangu. Hivi Salange. Miminie na Salange bwana. Yaani kwa jinsi leo nilivyo na furaha, na mmiminia mwenyewe. Kunywa fly, achana na huyu mzee. Ana maana. Kwani Salange, hivi huyu kutokwenda kliniki ni sawa? Ona huyu naye ndio wale. Akili hamna. Mwanaume unaendaje kliniki wewe? Mimi kliniki siendi. Nendeni nyie.
Tatizo la wewe mzee Jogoo, fungu lako la kukosa tu. Kila kitu unakosa, sasa unakosa hadi akili za msingi. Sasa hayo matusi mzee Pepe, hayo matusi. Yaani mzee Pepe hatujawahi kumaliza vizuri. Tumeanza vizuri, lakini umeanza kunitibua tibua. Katikati ya bahari. Shoga yangu. Yaani nimekuja kukushukuru shoga yangu. Sina hata cha kukulipa. Ulivyonifaa. Sikutegemea kama ule mzee ungemweka sawa. Dada umeupiga mwingi. Ya wewe una mambo. Yaani ile nafika pale hospitali na tetemeka, nasikia kijasho kinanitoka, niko Mungu wangu. Huyu mzee ataelewa kweli? Lakini dada uko serious, dada mwenye kazi yako mwenyewe. Nilikuona. Na kijicho chako kile. Ulikuwa unanifurahisha sana pale. Na uliporudi ile mara pika sasa. Huyu. Wewe una mambo. Asante shogangu, kweli umenisaidia, yani umenisaidia sana. Sina hata cha kukulipa. Kwa uliponisaidia shogangu, Mungu atakulipa. Wala usijali. Aya, tuachane nayo. Kwa hiyo ndo umegoma kusema hiyo mimba ya nani? Tauzi nitakutafuta popote ulipo, sitakata tamaa. Natamani ujue ukweli jinsi gani nakupenda. Sitoacha kukupenda ingawa dunia imetengana. Naamini ipo siku tutapendana tena. Dunia ina siri, binadamu wamegeuka wanyama. Hakuna anayejali, kila mtu hamuamini mwenzake. Nakutafuta, tausie, tausio, uko wapi? Nakutafuta. Moyo wangu unaniuma, sijui nani hatanisikiliza. Dunia imenigeuka, sina msaada. Moyoni machungu, nalia nani wa kunifuta machozi? Dunia nimekukosea nini?